Mambo vipi Mtanzania, mambo vipi ambao natufuatilia kila mahali hapa Tanzania na Dar es Salaam. Leo bila shaka tena umemwona Feti Fetricia Cheupe, mdada mwenye nyota yake mjini au mwenye nyashi yake mjini, au sio? Ndio. Mambo vipi? Mambo poa tu. Uko vizuri? Niko poa. Maisha yanakwenda Kabisa. Vipi shemeji Chama jambo? Ajambo. Alikucheki? Atachaji kunicheki na wewe. Ila Fetricia, ile mitego kule Instagram utaiacha lini? Siwezi kuiacha. Labda nikiolewa ndo nitaacha. Ukiolewa? Wewe kabisa ukijiangalia kabisa kweli ndoa ipo? Ipo. Kabisa? Kwa nini siwe ipo? Kuna namna watu wakikutazama wanasema huyu ndoa hapana, ana ruti nyingi sana. Mihangaiko tu, ndoa ipo. Ndoa ipo? Nani? Au mshindi atatangazwa msikitini, kanisani? Msikitini. Feti Muislamu, si ndio? Unaweza ukakubali kuolewa kuwa mke wa pili au mke wa tatu au mke wa nne? Kama nitakavyoolewa na Chama mke wa pili. Wewe na Chama, hivi Chama wewe alikulisha nini kwanza? Sijajua tu, nampendaga tu yule kaka. Au kwa sababu ni vitu vyako, vitu vyeusi vile ukatuambia siku hiyo? Mwanaume mweusi, mwanaume ana body nzuri, yani ana vitu vyangu kabisa. Ukiachana na sifa nyingine ambao umeshawahi kuzitaja za wanaume weusi, ni sifa gani zingine ambazo wanaume weusi wanazo kabisa, unaona kabisa huyu mwanaume ananikosha akiwa na sifa hizi? Wanaume weusi wanajua kuonga. Wanajua kuonga kabisa. Wana hela? Wanazo, kwa sababu wanajua kutafuta. Ushawahi kuona mwanamume mweupe anatafuta hela? Hivi ni kabila gani kabisa la wanaume weusi? Sawa, mwanaume mweusi au mwanaume mweusi akitokea kwenye kabila gani unaona kabisa huyu hela ikosekane? Msukuma. Msukuma. Nasikia siku hizo wanatema hela sana. Nikuona unaposti upo Geita, nasema wameanza huko matajiri. Mwanaume akisukuma kwanza, mchimba madini nazungumzia Geita uko wapi? Yaani akikuonga hela ya ndogo kabisa, labda akakupa milioni 1. Hiyo ndio hela ndogo. Kwa wanaume wa daa kwa haraka haraka sana, kwa wanaume wa daa wenyewe. Mwanaume wa daa kwanza akikupa 100,000, ukiondoka tu anarudisha muamala. Mwanaume wa daa anarudishaje muamala kwa mfano? Yaani wewe ulijulia wapi anarudishaje miamala? Najua, mimi sinawajua. Kwanza vijana wengi wa daa wahuni Waswahili. Feti, tunza maneno Feti. Kweli, huo ndo ukweli. Mimi ndo maana sipendagi wanaume wa daa. Wewe mmoja ashio kurudisha muamala? Yaani mimi sana ashio kupigwa na hivyo vitu sana. Na sasa hivi tukiachana na hilo, sasa hivi ruti nyingi za madada wengi hapa mjini weekend Geita na ni kukwea pipa. Huko Geita huko kwa wachimba madini kuna siri gani mpaka Pipitida ameanza kulalamika? Kuna hela. Weekend inaenda kumalizikia huko. Yaani wanaume wa Geita wanakuta Jaga Master anawewa mikono. Jack Daniel mtu anawewa mikono. Sijui unaelewa? Yanapo shimo ile kwa limetema. Yaani wale muda wote wana hela. Tuendelee kwanza na wanaume weusi. Wanahonga. Sifa nyingine? Wanajua mapenzi. Wanajua mapenzi. Wanakimbia kama kiasi cha raundi ngapi? Mwanaume mweusi hata 10. Wewe binadamu hajawahi kufika kwenye hizo raundi. Ndio nakwambia jamani. Anafika. Kweli. So ukikompea na wanaume wa daa na wanaume mikoani, wapi ni wakali kwenye issue zima mahusiano? Wanaume mikoani. Wanaume mikoani. Wana sifa zipi kwenye mahusiano? Yaani kwanza mwanamume wa mikoani wanajua kubembeleza, wanajua kuhudumia. Alafu mwanamume wa mkoani hata mkiachana, mnaachana kimya kimya. Tofauti na mjini huko. Mjini wanafanyaje? Wanakuwa wanatangaza sana au? Yaani wewe date tu na kijana yoyote ule mjini. Mkiachana utashangaa umepostiwa mara umefanya nini? Yaani mambo ya ajabu, matukio ya ajabu. Wakaka wa daa. Kwa hivi hapa daa una date na mkaka yote wa daa labda ambaye yupo pale kwamba in case kwamba whatever kinaweza kika happen chochote ukaenda ukajipoza kwake? Jamani Chama, usinitajie, usijaribie ndoa. Shemeji Chama, I'm sorry my brother. Ila Kiingereza kinapanda right? Sijui chochote. Lakini sasa hivi Chama anajua Kiswahili, si ndio? Kwa Kiswahili utaenda naye vizuri, si ndio? Hivi utaweza kumfundisha Chama kitu gani kipya? Nitamfundisha vitu vingi tu ambavyo amekuta hajawahi kukutana navyo. Ulivyofundo.
Kabisa. Tuachane na hiyo. Katika kupita kwangu bwana, kwenye moja ya kesi mitandaoni, nimeweza kukutana na kesi ya Chanuo Nchakali, na labda sijui kwa upande wako maoni yako yanaweza kawa ni yapi. Kuna video ina trendi ambayo ikimuonesha Chanuo Nchakali kama vile anafanya mapenzi na watu wengi wamedai kwamba ni yeye, na watu wengi yani wamekuwa wakiaminisha kwamba ni yeye, lakini sisi wataalamu tumekagua, tumeenda kugundua kwamba ile issue ni AI bwana inafanya hivyo. Vipi kwako wewe, hili unalizungumziaje? Yani cha kwanza nimefurahi kwanza kwa sababu wanawake siku hizi tumekuwa tunapenda kuharibiwa CV sana. Ni kama Chanuo. Ukiangalia pale sio yeye kabisa. Chanuo ana tattoo. Yule demu ana tattoo. Yani ni vile tu vijana wanaamua tu kuharibia nini? Kuharibia watu maisha yao. Wewe Maiko kukuta hiyo? Karibia mara 2. Imekukuta karibia mara 2, na ilikuwaje hiyo issue kwanza yani? Yaani mimi mara ya kwanza imenikutaga ni mtu ambaye nishawahi kudate naye. Akanichukua video hivyo picha, akamtumia bosi wangu. Hajanitumia mimi, kamtumia bosi wangu, Shafi. Alipomtumia Shafi mimi ndo akanicheki, akanitumia zile picha. Feti 1 2 3. Vipi unamjua huyo mtu? Nikamwambia lazima umjue mtu kilala naye, kwamba hapa nilala na nani. Nikamwambia ndio namjua. Akaniambia kwa hiyo tunafanyaje? Nikamwambia mimi hapa nilipo sielewi cha kufanya. Akaniambia basi tulia. Shafi akampigia, ana askari wake, akampigia simu. Akaambia tukafungue kesi. Tukaenda tukafungua kesi. Baada ya dakika ngapi yule mtu akashikwa. Akalipa fine na akafuta video. Mara ya kwanza hiyo issue ya kwanza hiyo. Issue ya pili pia ishawahi kunitokea tena kwa mtu mwingine. Ndio maana sipendagi vijana wa daa. Mwanaume nishawahi kudate naye akanipigia picha kama hivyo alivyosema, kama yani tuseme kama vile Chanuo alivyochukuliwa tu. Alafu akaenda kujitamba kwa wanaume wenzio kwamba Feti mimi mtu wangu natembea naye. Sasa sehemu yenyewe anaenda kujitamba. Kaenda kujitamba kwa Mr. Pimbi. Anaenda katamba kwa watu wako kabisa. Yaani hiyo ashikaji kabisa. Mr. Pimbi mimi rafiki yangu sana, yani mshikaji. Nashangaa ananipigia simu, Feti uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Kuna 1 2 3, kuna jamaa nimekutana naye hapa kanaonyesha picha zako za uchi na video zako. Nikamwambia wewe nani mtu fulani? Lakini usijali kwa sababu mimi alivyonipa simu kunionyesha akafaini, nikatoka kaenda chooni kwao, nikafaini nikazifuta. Nikamwambia haya. Yaani toka siku hiyo, yaani wanaume wada siwataki. Kwa hiyo ni kama vile imekuwa ni mojawapo ya tabia sana ambao vijana sasa hivi wamekuwa nayo, kama vile ya kutaka kuwa wanawatishia wanawake, si ndio? Kabisa, vijana wengi wa sasa hivi wana tabia ya kunaniliwa kutishia wanawake amani. Kwa sababu gani? Unakuta mtu ndo kama hivyo na video yako. Anakuambia njoo tuonane labda tukalale wote, la sivyo naiposti. Wewe pia ukiwa muoga ndio ile unaenda unatumika bure. Au unakuta anakuambia nitumie hela. Labda nitumie milioni. Wewe hapo ukiangalia hata 100,000 una ndani. Nitumie milioni bila hivyo na posti. Kwa hiyo unakuta ndio hivyo wanawake tunazalilika sana. Ila mimi nilikuwa na ombi moja tu. Mimi naona serikali kama ingeongeza fine kwa vijana ambao wanafanya nini? Wanafanya matukio kama hayo. Yaani kama vile wanawatishia maisha, si ndio? Kabisa, maana mimi naona faini iliyowekwa ndogo ndio maana unakuta matukio kama hayo yanazidi kujirudia. Yaani ingewekwa faini kubwa, yani mfano mtu kijana yoyote atakayemposti mwanamke kwenye style ile afungwe kifungo cha maisha. Au alipo faini hata bilioni ngapi? Hakuna mtu ambaye angefanya ujinga. Na ukiachana na hilo swala, labda wanaamini kwamba watu wengi wanaamini kwamba labda ni jeuri inatokana na wanawake, labda wanaume wanaweza kujitetea kwa reason hiyo. Labda kwamba ni jeuri ya wanawake. Labda wewe uliwahi kumfanyia mtu jeuri ndio maana akaamua kufanyia vile, au labda kwa namna yote nyingine wanawake wanakuwa wanaathirika kwa sababu ya jeuri, labda kwa sababu mmeshafanya jambo kwa mara ya kwanza mmekataana huko, mambo yanakuwa hivyo. Nataka na mimi nikuulize, ni sheria gani ambayo inakubali mtu kuchukuliwa utupu wake bila ridhaa yake? Sheria ambayo inasema hivyo, sijui unaelewa. Kwa hiyo hata kama mtu amekujeuria au mtu amekufanyia nini, yani haikutakiwa mlipe hivyo, si ndio? Huo ni udhalilishaji. Na pia kama inatokea unamdhalilisha mwenzako kupitia hivyo, haijalishi kwamba ni AI mtu una edit au ni kitu gani, lakini kama ukijua na wewe pia una watoto, una dada zako, unajua unalomfanyia mwenzako leo unarudi mara 2 yake. Kwa hiyo ndio hivyo.
Na labda wewe ni ushauri gani unawapa wadada ambao labda wanaweza wakawa labda wanapitia kwenye situation, you never know. Labda kuna mdada sasa hivi, sawa, dakika hii tunavyoongea na wewe hapa, labda yeye sasa hivi anatishiwa huko aliko, au labda anaishi hana amani kabisa ya mtu ambaye labda alifanya naye mapenzi huko, au labda alikuwa naye kwenye mahusiano na wakatokea labda wakuelewana, lakini katika zile raha za kimapenzi labda wakasema tujirikodi, right? Lakini akafanya kwa kupenda kwake, ndio, lakini labda alifanya labda hakupenda. Labda unaweza kuwashauri kitu gani kuhusu issue, wafanye nini? Labda kitu cha kwanza, hamna mwanamke ambaye anapenda arekodiwe akiwa anafanya mapenzi. Unaweza kukuta ni mwanamume labda ametega kamera, ushanielewa eh? Na ikitokea situation kama hiyo, mimi kusema ule kweli kumwachia Mungu siwezi. Yani eti nimwachie Mungu. Yani nakujua, yani ile nakujua ni wewe. Nilikuwa na wewe ndio umenirekodi. Sina kuroga ufe, unakuroga wewe chizi. Kwa nini sasa utumie njia hizo, usiende kwa labda kwenye nani za kisheria, kwa mama Gwajima pale nini, kwa waziri labda ustawi wa jamii? Na ndio maana nikasemaje, roho zinatofautiana. Nitaenda huko, ikishindikana nitatumia njia hizo. Haina haja ya kumsumbua Mungu saa hizi. Yani eti mtu anitendea ubaya niseme namwachia Mungu we. Lakini sasa kwa wale wadada ambao sasa hivi labda wanapitia hiyo, wewe ni mmoja wapo mhanga, ulipitia hiyo situation na ukatatua kwa namna yako, na marafiki zako pia tuseme walikutetea pia kwa namna hiyo, labda sasa hivi na ungekuwa kama vile unavyodai, ungekuwa kwamba unatumika kwa asilimia moja ama nyingine, ungekuwa unatumika for free tuseme, labda singekuwa tena mapenzi kama vile mtu anakublackmail. Labda kwa dada mmoja ambaye sasa hivi anakuangalia, anaweza akatumia hatua gani ili aweze kujiondoa kwenye hiyo kasheshi? Yani mimi cha kwanza ningeenda tu, wanabaita wapi, ustawi wa jamii, sijui anabaitaje, au ningemcheki tu Gwajima moja kwa moja. Maana ni kazi ndogo, unajua serikali bwana. Yani hata yule mtu kama amerekodi kupitia nini, dakika hiyo anashikwa. Lakini sira mlipeana wote, lakini tupeane rando ni rekodi ndugu yangu. Kwanza mnatakuwa wote mkiwa mko chumbani. Yani pale inakuwa ni mko privacy. Kumrekodi mtu au kumchukua mwenzako kupitia ni kitu ambacho hakiruhusiwi. Yani hilo ni kosa la kwanza, kwamba ni ukosefu wa nini, wa sheria. Ushanielewa eh? Kwa ndo hivyo. Kwa vijana sasa hivi wameamua kuchakarika kusema kwamba bwana, ukitumia cha kwangu na kurekodi, na baada ya hapo unakuwa unatumika for free. Mimi siwezi kutumika for free kusema ule kweli. Yani mimi hata wewe na picha zangu utachagua wewe. Yani utachagua wewe uposti, na hata ukaniposti, yani naona kama mimi ndo nitakutia hasara. Kwa sababu mimi nacheza na serikali, yani sitoangalia kama una maisha gani. Mimi nakushtaki tu. Tukipigwa faini pale ukiambiwa utoe bilioni 100 au bilioni ngapi unazo, si mnaenda kushangana uko wenu mzima. Vijana wanaomba wewe makini, si ndio? Yani vijana wengi wa sasa hivi wa mjini, yani unakuta kwa sisi wasanii mpaka tunaogopa, yani mpaka hatuna mahusiano kwa sababu ya kuogopa vijana wengi wa mjini, kwa sababu ndio hivyo, kupigwa picha, kurekodiwa, kujikuta au mtu unakuta na picha yako tu labda ya kifuani hivi kupanda juu. Wanaenda watengenezwa AI ndo kama yale ya Chanua yale. Yule so yeye, ila katengenezwa pale kaonekana wapo ambao kwa sisi tunamjua, tunajua sio Chanua. Lakini kwa wengine watasema kweli ndiye ndo kafanywa vile. Ushanielewa? Kwa hiyo inakuwa pia ni nini? Sijui tansemeje. Ni kama vile yani watu wanaamua kwamba wao wanawafanyia tu ubaya. Yani watu wanakuwa kama washajua kama hii nchi ya kwao, yani ushaona. Ina maana wanafanya kitu chochote kile wanachokipenda, ndo kama ile mtu anadhalilishwa. Lakini mimi nilikuwa naombea hata hiyo AI ingefungiwa kusema ule ukweli. Hapa Tanzania. Hiyo AI ingetoka kwa hapa Tanzania. Lakini watu wanafaidika na AI kwa namna moja ama nyingine. Hasa kufaidika kwao, kuna wengine wanaumia kupitia hiyo. Mimi naona ingetolewa ingekuwa rahisi sana, kwa sababu wanawake tunadhalilika. Kwa hiyo waiondoe AI. Kabisa. Fate anadai AI itolewe. Kabisa. Wewe utumiage AI? Situmii mimi. Kwa manufaa labda elimu. Yani mimi sikiza nikwambie. Hata kama mimi siitumii. Sikia, wapo wanaoitumia wanafaidika, na ambao hawaitumii na ambao wanaitumia pia wanafanya nini? Wanateseka. Ushanielewa eh? Ni sawa sawa na kama hivyo Chanua. Anaweza kawa anaitumia yeye kwa upande wake, lakini ndio hivyo imekuja tena imefanya nini? Imemletea madhara. Ushanielewa eh? Ndio maana nilikuwa naomba itolewe, kama inafaa kutolewa ni itolewe. Basi bila kupenda nafasi ya kumwambia shemeji kwa mara nyingine tena, vile walikuchamba sana, walikuvaa watu eti jamani, chama wewe unataka kumpe UTI chama wetu ni neno moja kwa chama na kwa wale ambao walikuwa wamekuchamba, lakini Yanga bingwa. Yani usinitajie hivyo nitatapika bwana. Nasikia ulikuwa KMC, ulikuwa na show, yani ulikuwa unafyonza ukiona helikopta ile.
Yani mimi nilikuwa naomba hata ilipuke huko juu. Basi neno moja kwa Chama. Nampenda sana na mimi ndo mwanamke wa ndoto zake. Yanga bingwa. Yani wakitaka bwana, hebu usinitaje. Yani wakitaka Simba ifunge, ishinde, Chama awe na mimi. Awe na wewe. Kabisa. Kabisa. Watakuwa wafungu. Yani kila siku watakuwa wanaondoka na kombe. Wacha wewe. Kabisa. Hivi kadi ya wanachama wa Simba si unayo? Nayo. Lakini unaruhusiwa kwenda kumuona Chama, si ndio? Lini sasa tutarajie kwenda kumuona Chama? Tutaenda, usijali. Tena. Basi Feti, mimi niseme asante sana. Haya, poa.